Bwana mtazamaji wa Choice Sport TV, nikiangalia katika ratiba zangu za ligi yetu ya NBC nasema kwamba next match ambayo inafuatia ambayo ni naweza kusema ni sherehe ya wanasoka wengi sana ama sikukuu kubwa ya wanasoka wengi ni derby, na ndio next match kwa upande wa Simba na Yanga. Lakini tukiangalia kwenye mechi hii kuna mzozo mkubwa ambao umekuwa ukiendelea haswa tukija katika klabu ya Yanga wanasema hatuchezi, lakini tukija kwa upande wa Simba na kupost wanakwambia kwamba derby ipo na haina kipengele kwa maana wanaitaka hiyo mechi. Nipo na mchambuzi nguli kabisa wa soka wanamuita kama Rapurga. Kwema? Kwema kaka. Anaenda safi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwenye swala hili la wanayanga kusema hatuchezi na wana Simba kuitaka mechi, kwako unafikiri derby itapigwa kweli? Kwa mimi derby lazima ipigwe. Derby lazima ipigwe. Lazima ipigwe. Kila mtu anasema hili na mwingine anasema haina derby, haina kipengele. Mwingine anasema hatuchezi. Yanga anasema hivyo kwamba hatuchezi kutokana na mzunguko wa raundi ya kwanza. Simba kutokea uwanjani. Unaona? Kutokana na sababu zilizoelezwa na ambazo zikatajwa. Sawa? Ikafika hatua kesi kapelekwa katika sehemu husika inahusiana na mpira. Mwisho wa siku CAS ikaamua kwamba bodi ya ligi na TFF ndio ije imalize kesi hii. Kwa mpaka bodi ya ligi na TFF imepanga tarehe ya derby. Basi mimi na hakika 100% mechi hiyo ipo. Kwa hiyo derby ya Yanga na Simba mechi ipo. Na hakika huo. Lakini Yanga wamesema hawachezi. Wewe unaamini vipi kama wanaweza wakacheza? Maana tukiangalia hata viongozi wenyewe pia wapo kimya, ile mashabiki wanachagiza kwamba hatucheze. Yanga tamko rasmi hawajatoa. Lakini Yanga ni timu kubwa. Ni experience ya uongozi mzuri sana, uongozi wao yani uko vizuri sana. Uongozo nikiongozwa na engineer ambaye ni rais wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo Yanga bado hajatoa tamko rasmi. Umeona? Kwamba mechi tutacheza. Bado hajatoa rasmi. Lakini mimi na imani kubwa sana na asilimia kubwa Yanga lazima icheze mechi. Kwa kusema kwamba ukimya wa Yanga, viongozi kukaa kimya bila kusema kwamba mechi inapigwa ipige, kwamba inawezekana kwamba hapa itakuwa indanganya kwa toto kwa Simba kwamba mechi inaweza kapigwa. Technique ya game hiyo. Yani hiyo ni moja ya technique ya game. Kutumia akili. Wanaweza na wakasimamia msimamo wao kabisa, hatucheze. Kama tokea mwanzo walivyosema hivyo. Baada ya ile game ya kwanza kutokuchezwa wakasema wacheze. Kwa bado wanaendelea na hiyo system yao, slogan yao kwamba tucheze derby. Unaona? Lakini mpaka sasa hivi Yanga ipo kambini. Wanajiandaa na mechi za ligi zijazo. Sawa? Kwa hiyo Yanga mechi hiyo ipo. Mechi ipo. Kwa hiyo Simba wakae mkao wa kula. Kwa design gani? Wakae mkao wa kula. Kwa sababu Simba isije ikajipoteka kwamba hawachezi wale bana. Washagoma. Umeshikuta leo ya game hiyo nifika pap. Au jiandaa na stukiwa tu game ipo. Je, itakuwaje hiyo? Kina Pacome hapo ndani washafika bana. Pacome ndani. Nzize, striker Tanzania hatari sana. Namkubali sana yule mdogo wangu. Nani? Nzize. Namkubali sana. Ni moja ya striker nzuri sana. Pacome fundi wa mpira. Kwa hiyo Yanga na quality player. Sawa. Kwa hiyo Simba wakae mkao kwa kula.
Nikikumbuka baada ya mechi ya Singida Simba kuweza kupoteza pale, mashabiki wengi walilalamika, lakini walicholalamika ni kwamba wachezaji wao viwango vimeshuka sana, na wakasema kwa mchezo huu ambao tulicheza Singida na tukapigwa goli 3-1, hivi dabi hii kichezwa tutaoga hata goli 7. Hivi ni kweli kikosi cha Simba sasa hivi quality ya wachezaji pia imeshuka? Kusema ukweli, kwanza Simba haina kikosi kipana. Simba haina kikosi kipana. Simba ikianza na first 11, anayetoka na pia anayeingia ni tofauti kabisa. Unaona ile kabisa tofauti mkubwa. Tofauti na Yanga. Yanga ina quality player. Hata Simba pia ina quality player, lakini Yanga ina kikosi kipana. Yanga atakayetoka na atakayeingia unaona mwendo ule. Lakini Simba haina kikosi kipana. Kwa hiyo wachezaji wale bro nasema hivi, maplayer wa Simba wamechoka wa first 11. Wamechoka wale. Kila mechi ni first 11 hao. Sawa? Okina nani? First 11 ya Simba ile. Nzima nikisema first 11 ya Simba, kila mtu anajua first 11 ya Simba ni ipi. Umeona? Kwa hiyo wachezaji wamechoka. Kwa baadhi ya kumzungumzia kina Elie Mpanzu, wakina Budo Mutale pia, maana wote wanaanzaga, umeona? Ukija kumzungumzia Kibu kwa wote. Yani first 11 wale wamechoka. Ndio maana unakuta kidogo kama ni wame drop hivi kidogo. Sawa, kwa sababu maplayer wale wamechoka sana, wanatumika katika mechi nyingi. Mzunguko wa kwanza hao. Mzunguko wa pili hao. CAF Confederation tokea hatua ya kwanza ile. Ya pili walianza ya pili nafikiri Simba. Mpaka finali hao first 11. Sawa? Ukija huku CRDB pia wamechoka hao. Unaona? Kwa vitu ndo kama hivyo yani. Kwa hiyo Simba wachezaji wao wamechoka kusema kweli. Wamechoka. Na pia na soka kama quality hawana. Hamna. Simba wana quality player. Sasa. Wana quality player, lakini wamechoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawana kikosi kipana. Kikosi kipana hawana Simba kusema kweli, hawana. Yaani kama akitoka akiingia mwingine, yani pale tofauti. Bana kiangalia juzi kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga nilizungumza nao, licha ya mashabiki wa Yanga hadi mashabiki pia wa Simba nilizungumza nao, walisema kwamba kuna baadhi ya wachezaji pale wanatakiwa pia waondoke pale, wasiwepo katika kikosi cha Simba pale. Kwako unavyoona ni kweli kuna baadhi ya wachezaji pale wanatakiwa waondoke katika kikosi cha Simba pale? Exactly. Kwa sababu katika mpango wa kujenga timu lazima wachezaji watoke baadhi yao, kwa sababu tokea msimu wa kwanza na wa pili, unaangalia mchezaji gani ambaye anafaa kubaki, na unaangalia mwingine ambaye hafai kubaki. Kwa hiyo katika team system hiyo ipo, na pia system hiyo ni nzuri kujenga timu imara. Kwa system hiyo ipo. Kwa mimi kwa penda mimi najua kuna baadhi pale lazima watoke. Lazima watoke. Wachezaji wale alichaguliwa, kuna walimtaja Elie Mpanzu. Wanayanga wamemconnect Elie Mpanzu kwa sababu gani? Wakamtaja Kibu, wakamtaja Wanayanga. Lakini upande wa Simba kuna wachezaji waliotaja kina kumtaja Mpanzu, walimtaja kina Chemaloni wengine. Hii swala Wanayanga kumtaja Mpanzu, Kibu, wakina ndo waondoke, linakupa tafsiri gani? Unajua Simba
Simba na Yanga ni timu kongwe na pia ni wapinzani wa jadi. Kwa hiyo lazima Luminance kama hizo ziwepo katika mchezo na katika mpira. Kwa hiyo lazima waongee hivi ili tu kumnyong'onyesha mmoja wapo mpinzani wako.